Hallelujah, hallelujah. Shalom. Tukufu wa Mungu umeshuka uko hapa. Naamini hata hapo ulipo utukufu wa Mungu uko pamoja na wewe. Baba, asante kwa upendo wako, asante kwa rehema na neema. Asante kwa matendo makuu ambayo Baba umeyafanya kwenye maisha yetu. Baba, jifunue kwetu tena kwa utukufu wako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunapoingia katika kipindi hiki, kaseme na watu wako Bwana, kafunue siri zilizojificha kwa utukufu wako Kristo. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tunamshukuru Mungu tena katika kipindi chetu hiki cha Kaa Uweponi. Wakati leo ni siku ya amenaswa, maswali na majibu. Basi kama una swali lako lolote na kukaribisha, unaweza ukaliandika kwenye message au kwenye simu yangu, au maswali mengine yataendelea kuulizwa hapa juu ya kile ambacho unakisikia. Tumekuwa na somo ambalo limeendelea kwa wiki zima hili juu ya haki za mwenye haki. Tuliona ya kwamba mwenye haki ni nani? Mwenye haki ni mtu ambaye anafanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu. Huyu kibiblia anaitwa mwenye haki. Kwa hiyo na Biblia imesema kabisa katika Habakuki pale, mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Unaona? Kwa hiyo ili uhesabiwe haki mbele za Mungu, kwanza umwamini Yesu, alafu ufuate maelekezo yake. Wote waliompokea aliwafanya kuwa wana wa Mungu. Na mwana wa Mungu anamsikiliza Mungu anasemaje. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu tunapoitwa wenye haki. Kwa hiyo kuna ili upate haki zako sasa, wewe si mwenye haki, na maana haki zako nyingi zipo. Kwa hiyo kuna mambo ambayo unatakiwa uyafanye ili hizo haki zako uzipate. Kama uko Tanzania, ina maana kama wewe ni raia wa Tanzania, kuna haki ni za kwako hapa Tanzania. Lakini usifikiri zinakuja tu kwa sababu ni haki yako. Utashangaa wakati mwingine unanyanyasika, lakini kumbe ni haki yako. Kwa hiyo wapo watu wameokoka lakini hawajapokea haki zao. Na tukaangalia mwenye haki, kuitwa mwenye haki ni kufanya mapenzi ya Mungu. Tukajiuliza mapenzi ya Mungu ni nini? Mapenzi ya Mungu ni kufanya kile Mungu anachotaka. Tukiwa hapa duniani kuna mapenzi ya Mungu na mapenzi yetu wenyewe. Kuna vitu tunaweza tukaamua sisi wenyewe na Mungu hataki. Na Mungu amekataza. Hiyo issue ilianza tangu bustani ya Eden. Mungu akasema hivi na watu wakaamua kivyao vyao kichwani. Kwa hiyo hata sasa kile alichokifanya Adam na Eva tunavifanya sasa. Unapofanya kinyume, ina maana haki zako zinaondoka. Na ndio maana wakati mwingi tunapotaka haki zetu zirudi, Yesu anakuambia patana na mshtaki wako. Umeshashitakiwa huku, haki zako zimezuiliwa. Kwa maana sasa na nyingi unapoingia katika maombi ya rehema, ndio unashangaa haki zako zinarudishwa. Kwa hiyo Agano la Kale walikuwa wanasema ukitimiza sheria unapata haki zako. Lakini Agano Jipya nasema ukimwamini Yesu, basi automatic haki zako zinarudi kwako. Kwa hiyo tunahitajika kujua haki zetu zipi na kuzirudisha kwenye maisha yetu, kuzikomboa. Mtumishi na swali. Yeah. Na swali.
nitajuaje? Manake naweza nikawa sawa natembea kwenye kusudio, lakini sijui kama ni kusudio la Mungu. Kwa sababu natamani Mungu labda anisemeshe, aniambie hapa sitaki hichi kitu, sio cha mapenzi yangu, bali ufanye hichi hapa ndo mapenzi yangu. Lakini sana nakuta nafanya vitu lakini bado sijasikia ile sauti kabisa Mungu kuniambia kwamba hapa sio sahihi unachokifanya. Sasa nitafanyaje ili niweze kujua kwamba haya ni mapenzi yangu? Na sijasikia sauti na wala sijasikia hata Mungu akiniongelesha. Ndio maana jana tulikuwa na somo linasemaje? Nitajuaje mapenzi ya Mungu kwangu? Tulisemaje? Unaweza ukajuaje mapenzi ya Mungu? Cha kwanza, omba. Tena hii ndio sala yako ya kwanza. Hata Yesu alipowafundisha wanafunzi wake namna ya kusali, akasema salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, mapenzi yako yatimizwe. Nimesali, sio kwamba sijasali. Sawa. Na niko kabisa, kama ni kanisani ninaenda kanisani. Ninamwomba Mungu, sijasikia ile sauti kwamba hapo ulipo sio sahihi au hapa ulipo hapa hivi. Sijasikia hicho kitu. Lakini ninasali, ninaomba ili nisikie hiyo sauti, lakini hakuna. Kitu cha pili tulisema, alisema nitakufundisha, nitakushauri, na ile Zaburi ya 32:8. Sasa na si kwamba Mungu haongei na sisi kila sekunde, kila dakika. Sasa shida, Mungu anaongea, wewe unasema machale yamenicheza. Yaani ilikuwa nianguke na ile gari lakini machale alinicheza, sikupanda. Nasema Mungu anatushauri, anatuhimiza, anatuongoza. Kuna saa unataka utoke nje, unasikia kitu kinakukataza. Alafu kikikukuta cha kukuta, za moyo ulikuwa mzito, ni ubishi wangu tu. Sasa ndio maana tunafundisha hili kwamba ni vizuri kuyajua mapenzi ya Mungu, na kuna namna mbalimbali ambazo Mungu anaongea. Katika Efeso 5:16-17 pale anasema msiwe wajinga. Kwa mimi ninachoweza kushauri kwamba acha ujinga. Acha ujinga, msiwe wajinga, bali mjue ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Sio wewe unajifanyia tu vitu hujui mapenzi ya Mungu. Na alisema Mungu kwamba tutakapomtafuta kwa moyo wote ndipo ataonekana. Kwa hiyo ili kuyajua mapenzi ya Mungu, unaweza ujifanyie jinsi unavyotaka, na unaweza useme hapana, nataka nijue mapenzi ya Mungu juu ya jambo hili. Sasa iwe ni kiu yako, iwe ni sala yako kila wakati kumwambia Mungu, nataka mapenzi yako yafanyike. Mapenzi yako yafanyike. Na nafikiri kuanzia Jumatatu tutafundisha gharama ya kufanya mapenzi ya Mungu. Sifikiri kwa sababu uko kwenye mapenzi ya Mungu kila mtu atakupigia saluti, tumishi wa Mungu amepita. Jamani, yuko kwenye mapenzi ya Mungu. Dalili ya kwanza kuwa kwenye mapenzi ya Mungu ni vita. Maana iko nguvu inakuondoa kwenye mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo jua, ukishaokoka, kitu cha kwanza jua kuisikia sauti ya Mungu. Tamani kuisikia sauti ya Mungu. Maana pasipo hivyo unaweza ukajikuta unajifanyia mambo ambayo uko nje kwa kusikiliza watu. Ni kama watu yani wamesikiliza sana dini zao na maelekezo, wakifikiri ndio hatua za kwanza unaanza dini na kuelekeza. Kama Samuel kalikuwa hekaluni, kanajua kuwasha taa, yani kanuni zote za pale, lakini Mungu hakuacha, kaendelee hivyo hivyo, kaanza kukasemesha. Baadaye kajua kumbe Mungu anaongea. Na zamani Mungu alikuwa anachagua mtu mmoja maalum wa kuongea naye, lakini kipindi hiki
anaongea na kila mtu. Kwa maana akasema Mungu anatafuta mtu atakayemwabudu katika roho na kweli, mtu ambaye atakuwa na mawasiliano na Mungu. Kwa hiyo kitu cha kujitahidi kuisikia sauti ya Mungu, na kuna namna nyingi za kuisikia sauti ya Mungu, namna nyingi. Wewe huwa unaisikiaje sauti ya Mungu? Au mpaka uende duruti? Wewe unaisikiaje sauti ya Mungu? Au isikiaje kabisa? Basi kila mtu ana namna yake ya kuisikia sauti ya Mungu. Na lazima kila mtu kuna siku Mungu aliongea na wewe. Hata kama uliona ni kama nimekisia tu au sasa, jizoeze kuisikia sauti ya Mungu. Sinaweza nikaomba kwamba Mungu anitokee kama yeye. Yaani anitokee hivi nisikie sauti kabisa. Nisikie kama wazo. Wana nisisikie. Yaani atoke kabisa hivi. Nasi mwanangu 1 2 3. Sinawezekani. Mungu anasema anapatikana na anaonekana. Lakini utakapomtafuta kwa bidii na kwa moyo wako wote, ataonekana. Kwa hiyo swala si umwelekeze aonekane kivipi. Cha msingi uisikie sauti yake na uitii. Anaweza kaonekana kwa namna rahisi sana, au huwezi kumchagulia kwamba mimi mpaka malaika atokee. Sini nidhibitishe? Imani ni uhakika bayana ya mambo ambayo huyaoni. Sasa namna ya kuthibitisha yeye, sawa? Kwani kuna mtu amewahi muona Mungu? Lakini si unajua yuko? Si unajua yupo? Kwa hiyo usije ukangangana umuone kama Yohana wa Ufunuo kwamba macho makali. Tunaenda kwa imani. Sasa yeye atajifunua kwako. Kwa hiyo hata ukimwona malaika, sije kafikiri wewe ndio uko kiwango cha juu sana. Kwa namna yoyote ile atajifunua. Na hatua yake ya kwanza ya kujifunua kwako ni kupitia neno. Mungu amesema. Si mnaitikia gauta amen? Mungu amesema. Amen. Mungu amesema. Au Mungu ameniambia kitu fulani. Ni kitu ambacho unatakiwa ujizoeze kwamba Mungu anaongea. Na ndio maana msemeshe. Mbona wanasema Mungu akikutumia ni mtu huo, ni mtu wa kanisani sana. Yaani wewe unahudhuria kanisani, wewe unahudhuria vipindi vyote, labda kama ni mahudhurio wa vipindi huo unahudhuria. Uwe karibu, yani kama ni neno limeze lote, kama tulisema Yohana alipomezani andiko lote limeze. Na uombe masaa yote uko rohoni, ndio Mungu anakutumia. Au wewe ndio unaweza kuwa nabii. Wanasema, lakini sivyo yeye anavyosema. Wanaosema yako mengi sana. Kila mtu anasema kivyake. Ili Mungu akusikie lazima ufanye hivi, lazima ufanye hivi. Hizo ni taratibu. Lakini Mungu yuko tayari kusema na kila mtu. Lakini sasa mtumishi, swali langu ni kwamba ili hata mtu mwingine labda hata akisemeshwa huko ataweza kuwa kama Nancy hapa, kwamba hivi kwa mfano Mungu huaga anakuja ni kila, yani tuweke desturi kwamba kila mtu Mungu anakuja kivyake. Kuna jinsi anapomuongelesha yeye, na kuna mtu mwingine anamuongelesha hivi, kuna mtu mwingine anamuongelesha hivi. Au inakuaje? Maana yake naweza kukuta jaji kwamba naweza nikaja nikakuletea Mungu amesema mtumishi leo kuna hichi na hichi kinatokea. Lakini unaweza tu ukasema na huyu Nancy mtu mwenye hata amevaa mango yake hapo ananitolea unabii gani? Au Mungu amesema naye nini? Kwamba tusidharau mtu yote anapotoa ule, anapokuja kuongea kitu au inakuaje? Nafikiri baada ya somo hili tutaanza somo la kuisikia sauti ya Mungu. Maana naona ni uhitaji watu sasa. Si wanataka kufanya mapenzi ya Mungu? Na ili ufanye mapenzi ya Mungu, ufanye kitu Mungu anataka. Na utakijuaje? Na jana tuliona kabisa kwamba
Mungu anasema yani mawazo yenu na ya kwangu ni vitu viwili tofauti. Unaona? Kwamba yangu yako juu sana na ya kwenu yako chini sana. Kwa hiyo ili uyapate ni lazima uingie kwenye maombi. Umuombe Mungu. Na wakati mwingine unakuta Mungu anakusemesha lakini wewe huelewi. Kwa hiyo Mungu anaanza, maana ni yeye aliyekupa kazi hapa duniani. Kwa kuna vitu utaanza kuvisikia. Kuna maelekezo utaanza kuyapata. Lakini wengi wameyapuuza wakaangalia wengine wanafanya nini. Na kama kuna kitu kibaya sana kinachoendelea kwenye kanisa la leo ni kupuuza ile sauti ya ndani inayokuambia, kusubiri mwingine akutamkie. Kusubiri mwingine aseme kitu ndio useme napokea. Lakini badala ya wewe mwenyewe kumuuliza Mungu. Unajua uliza tu. Kuna maswali uliza tu. Mara nyingi nimekuwa hata nikiwa na swali langu najiuliza tu. Tashangaa unaingia kanisani unakuta ndio linafundishwa. Unajua ukiwa na swali ndani ni rahisi kupokea jibu kuliko mtu asema chochote kitakachotokea. Lakini kama kuna swali, Mungu, hebu niambie juu. Yaani hii ninayokuambia ni kwamba Mungu huwa anaongea na sisi kila wakati. Yaani kuna mtu anayejua sana maisha yako, naitwa Mungu. Yuko karibu na wewe kuliko mtu mwingine yeyote. Kwa ukiwa na maswali magumu, muulize yeye. Kuna wengine hawajui vitu kama hivi. Juzi nilikuwa naongea na dada mmoja, alikuwa amekutana na mchumba wake wa zamani. Akamwambia, ndugu yangu nimeoa siku hizi, lakini wewe mwanamke pasua kichwa. Yaani sijui nini, akamsimulia yote. Sasa yani ningekuoaga wewe na mimi na ya kwangu huko. Lakini siku hizi mwenzako nimeokoka. Mshike sana huko bwana. Kuokoka nini? Yaani niko na mwanamke. Wasi wakashauriana mambo ya maisha na nini. Sasa amerudi, anasikia kesho yake taarifa kwenye mtandao, yule amejinyonga huyo mwanaume hapo Moshi. Akajuta, akasema light ningejua hata ningemuongoza sala ya toba. Sisi tukawa na story tu za maisha. Mke wangu siku hizi ananinyanyasa, angalau tungekuwa na wewe sasa ndio nikasema kumbe watu wanapuuza kitu. Kumbe amefika nyumbani siku hiyo vikatibuana na huyo mke wake, kachukua kamba kajimaliza. Ni kitu cha muhimu sana tulicho nacho, kumjua Mungu na kuisikia sauti yake. Unaweza ukapuuza ukaona ni kwamba mbona ni kitu cha kawaida tu, lakini Mungu anasema sana na sisi. Sasa kuna watu hawamjui kabisa Mungu na unakuta ametingwa na mambo. Mimi naonaga wengi wanakuja hapa wamechanganyikiwa. Yaani unakuta mpaka anakuambia pressure inapanda, kichwa kinaenda speed. Lakini tunaongea tu, anasema kuna mzigo umeondoka ndani yangu. Mwingine ananipigia simu, tangu siku ile tumeongea nina amani ya ajabu. Kwa hiyo unaweza ukamwokoa mtu na mauti kwa kauli zako tu. Kwa hiyo ni vizuri sana unapokutana na mtu labda anapita kwenye mambo mazito na magumu, mwambie tu habari za Mungu. Mkumbushe juu ya upendo wa Mungu. Muelezee. Tena ukipata fursa, watu wengi wananipigia simu. Cha kwanza naulizaga, umeokoka? Kabla tujaongea umeokoka? Au atanieleza shida zake, nampeleka kwa Yesu na muongoza sala ya toba. Tayari umemuingiza kwa Yesu. Sasa Yesu ana majibu mengi. Wewe unaweza ukajiona una maneno na maelezo mengi, mna story nyingi. Haya. Anasema niliumia karibu wiki zima, ninasikia tu kuumia. Uchungu afu na ukutana naona nieleza matatizo yako kweli? Mweleze tumaini ulilonalo juu ya Yesu. Ndicho kitu tunachotakiwa. Watu tuwaeleze tumaini lililoko kwa Yesu. Na unapokuwa na changamoto nzito, isikilize sauti. Muulize, mwambie Mungu, ndio niko hapa saa hii, mimi nataka majibu yako. Mungu anasema. Samahani mtumishi.
Kuna watu wengine ndio wanasikia sauti ya Mungu lakini hawaelewi kama ni Mungu ameongea nao. Yeah. Lakini unakuta kuna mtu anaweza akaja akamueleza kwamba Mungu amekuambia hivi na hivi na hivi. Kwanza hapo ulipo una changamoto hivi na hivi na hivi. Yaani akawa anamuelezea jinsi kila kitu anachokipitia. Unakuta yani yuko tayari kumwamini yule mtu, kuona kweli hapa ni Mungu anaongea naye. Lakini yeye kama yeye kuisikia ile sauti inakuwa ni ngumu kwake. Hapo inakuwa ni shida ni nini? Pale lazima adhibitishe. Mimi kwa kweli na kuaga sikuna Thomas kwa sababu mtumishi. utakuta saa nyingine mtumishi yani hata jinsi alivyomuelezea na changamoto anazopitia mpaka alivyo. Yani anaona sasa huyu mbona kama ni vile ni Mungu. Yani unakuta yani kila kitu sasa unakuta sasa anamfuatilia. Lakini unakuta ni Mungu hapo ameshaongea naye mara nyingi sana. Sasa ndio hicho najaribu kuwahamisha watu kutoka kwenye hali hiyo. Mtu yoyote anayesubiri mwingine aongee habari zake naitwa kichwa ngumu. Lakini mtumishi Sasa usisubiri mpaka Mungu atume kwako mtu. Sawa? Zoea kusemeshwa. Napenda mtumishi ngoja. Kila mtu unajua kuna jinsi anavyohojiana na baba yake. Wewe ni baba yako. Lazima unapofika kuna jinsi unataka aongee na wewe usikie. Hasa kwa mfano mimi ndio atanisemesha. Najua kabisa hapa ni baba yangu amenisemesha na hicho kitu ni changamoto. Lakini naingia kwenye maombi. Naambia Mungu thibitisha kwa mtu mwingine ili kama ni kweli hichi ni cha kwako, thibitisha kwa mtu mwingine. Na awe tofauti, asiwe ni mtu ndio mzoea. Aje mtu tofauti. Lakini kama ni cha babangu utashangaa saa hiyo utakuja utajakikuta tu kile kitu kiko hivyo. Hasa ni mimi jinsi yangu na baba yangu, maongezi yangu yeye na yeye. Unajua labda kuna barua umeandikiwa na mchumba wako. Lakini imeandikwa kwa Kiingereza. Si ungetamani uisome mwenyewe kwa ukaielewa. Lakini kwa sababu hujui Kiingereza mpaka uende kwa jirani akakusomea wewe, inaleta raha. Labda hujui Kiingereza, sasa yule mchumba wako labda ni mzungu. Anakupenda hivyo hivyo pamoja na kwamba unasema yes no. Anakuandikia barua kwa Kiingereza. Lakini sasa kwa sababu hujui Kiingereza, inabidi umtafute rafiki wa karibu awe anakusomea we. Hiyo hali utaipenda. Iwe ni kila siku. Mara moja sawa. Lakini iwe ni kila siku anakuja anakusomea. Sasa ilimtokea mmoja alikuwa na mchumba wake Ulaya. Hivyo hivyo. Sikawa imeandikwa, yeye alikuwa hajui kusoma kabisa. Nampelekea jirani. Sasa kampelekea dada mwenzake. Kucheki imeandikwa, ndugu, kwa muda mrefu nimekaa huku na mambo yameenda vizuri. Nashukuru, nilikuacha kwa muda mrefu lakini sasa ninakaribia, mambo yamenyoka vizuri na karibia kuja ili tufunge ndoa, nikuchukue tuishi wote huku Ulaya. Lakini ninaomba uende pale kwa wazazi, kuna mambo ambayo nimewaelekeza ili tuweke sawa, nikija tu sitakaa muda mrefu. Dada watu akampelekea dada mwenzake. Yule akaisoma, akamwangalia usoni, akaisoma tena, akasema akaibadilisha pale pale. Akasema hivi, kuanzia leo sikutaki, sikujui, wala tusijuane. Nimepata mzungu huku, wewe sikutaki tena. Ndizo taarifa hizo. Dada kabadilisha pale pale lugha. Alichukua ile barua, alikunja akataka na kuichana, akasema leo ngoja niende tu kwa wako. Akasema ndio nini? Ndio nini hii? Anaonyesha sasa yule baba, ambaye nini? Ujinga ambao umenifanyia. Nimeishi kwa heshima, nimejitahidi kila niwezavyo. Alafu ndio ujinga mnaoniambia huu. Akawatukana. Sasa wakati anatukana, yule baba akachukua ile barua. Kaanza kuisoma taratibu huko, anamwangalia yule. Anamwangalia.
dada anaporomosha matusi ya hatari. Baadaye akasema kwani kuna shida gani? Soma hiyo barua. Sasa kwani kuna nini? Kwenye hii barua anasema hivi, samahani nimekaa muda mrefu hatujaonana, lakini sasa ninakuja fanya maandalizi. Sasa kuna shida gani mpaka umetutukana kiasi? Akaanza anainama taratibu mwenyewe, anakosa cha kuongea. Basi yule baba akasema, kumbe ulikuwa unajifanya kondoo, kumbe mbwa mwitu. Afadhali yamefunuliwa wazi yaliyoko ndani. Alilia, akasema mwenzangu ndio ananiambia. Akasema wewe uliyasikiliza mwenzako, hata angalau ungekuja kutuuliza kwa adabu, lakini ndio unatufanyia hivi. Je, mambo yakikaa vizuri si utatunyanyasa? Akaachwa. Ndivyo walivyo Wakristo wengi. Hawataki kusoma Biblia. Unajua mpenzi wetu karibu anarudi, Yesu ametuchumbia eti sisi ni kanisa, wote ni mabibi harusi, si ndio? Hii ndio barua yake. Ameiandika. Na wakati mwingine huwa anatunong'oneza kwa siri, wakati mwingine kwa njia ya ndoto, anatupa tu tahadhari, hebu jitunze namna hii. Lakini wewe unasubiri tu story za shetani. Lea, nataka kuambia wapi wewe? Mungu yupo kweli? Kwa hali unayopita, Mungu yuko pamoja na wewe. Unaona? Hata kuanzia sasa basi nafanya hivi. Ni story ambazo shetani anatunong'oneza kila siku. Sasa kumbe jifunze kuisikia sauti ya mpenzi wako. Jifunze kusikia anapoongea. Akikuonya, sio kila wakati utasubiri mtu akutamkie au nipige simu eti hivi na hivi ndio nini sasa. Saa hiyo ni maamuzi ya hapo kwa hapo. Saa hiyo kuna mambo yamekubana, hutaki hata mwingine asikie. Ni wewe na Mungu. Kwa hiyo kuna umuhimu kubwa sana kuisikia sauti ya Mungu ili uyajue mapenzi ya Mungu. Amen. Sio kila kitu utamueleza mtu. Kwa hiyo kuna vitu vimekuzidi, unahitaji ushauri wa mtu. Lakini kuna vingine ni wewe na Mungu. Kwa hiyo zoea kujua kuisikia sauti ya Mungu, kuyajua mapenzi ya Mungu. Mwingine unamuelezea na kucheke. Sasa huyo anaenda kutoboa. Sasa ngoja nimbadilishie kibao. Wengi wana masikio ya rohoni, wana macho. Nimeombea wengi wamechukuliwa macho ya rohoni, chukua maono yake yote. Mtu anakuelezea, mwingine alikuwa na nyingi, akiota ndoto analeta, tunaomba naye tunafunguliwa. Sasa akaenda kumsimulia mwalimu wake tena wa Bible School. Akamwambia, nikiota ndoto nimeota ndoto hivi na hivi na hivi. Yule mwalimu kumbe anaona kipawa chake huku ni cha hali ya juu. Akasema, wewe ndoto sasa hivi usi unazipeleka kwa yule, wala usiende kwake. Tulia kwa mafundisho haya niliyokufundisha, basi utaweza kuvielewa namna hii. Lakini Mungu ndiye alikuwa anamuongoza kuleta hapa. Sasa baada ya muda Mungu akamsaidia, akamsemesha tena kwa namna nyingine. Akawa amekuja na zile ndoto. Wakati tunaomba, kaonekana kwamba yule mwalimu alimwangalia, akaona kipawa ni kikubwa sana. Akaona sasa kile kipawa akichukue yeye kama yeye, akimiliki. Kwa hiyo akamzunguka. Kwa hiyo kuna wengi wana vipawa, wana karama, wanazungukwa. Kwa sababu gani? Hataki kumuuliza Mungu kibinafsi. Mungu, niko tayari, mapenzi yako ni nini? Wengi wanamng'ang'anizia Mungu. Hebu leta amenaswa moja hapa. Mama mdogo. Umefanyaje? Mama mdogo sisi ndo tunamzuia, ni kijana wetu, tunamzuia asiendelee kwa sababu atakuja kujenga kitu cha maana kwenye boma. Tumemzuia ujenzi wake usiendelee, ameishia hapo juu, aje mimi na hata yule nta. Ameishia hapo.
tunapambana naye, lakini sasa ni kundi kubwa la matajiri na watu wengine tumeungana. Lakini sasa tunaona nguvu yake inatuzidi sana. Tunataka tumwachie, lakini kila kikija yuko anajaribu kuingia kwenye maombi yanakuwa na nguvu, tunatuchoma na tunaachia, baadaye tunamrudia. Tunamwachilia ujenzi wake uendelee, uchumi wake tulikuwa tumeshikilia na Mungu amembariki sana. Tunaachilia ujenzi wake na uchumi wake, tunaachilia sasa hivi wote. Tunaachilia ujenzi wake na uchumi wake wote sasa hivi. Kila kitu cha kwake tunaachilia sasa hivi. Tunaachilia kwenye bola mzio ujenzi wake. Mama mdogo sisi ndo tunamzuia, ni kijana wetu, tunamzuia asiendelee kwa sababu atakuja kujenga kitu cha maana kwenye boma. Tumemzuia. Hallelujah. Huwa napenda kuviachia hivi pande vya amenaswa ili mtu ajue nini kinaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Unaona? Leo nilikuwa naongea na mdogo wangu akaniambia, niliamka saa 8 usiku nikasikia kabisa watu wanaongea. Wanasema hili ni jumba kubwa wamelijenga, lakini tunaingiza umaskini. Umaskini uingie mpaka sebuleni. Ona ile miti inatuzuia. Tunaingiza umaskini. Asa alikuwa naisikia sauti live. Watu wanaongea. Yeye anasema hali inakuwa ngumu, kumbe kuna watu kabisa wanaongelea. Sasa sijui alikuwa rohoni, sijui ilikuwa ni mwilini. Lakini nataka kukwambia kwamba mara nyingi kuna roho zimekaa kukuzuia. Unaweza ukasema yule amerusha tena simenti. Hivi hawa mafundi wamefanyaje? Kumbe ni kitu kimetengenezwa kwenye ulimwengu wa roho. Wengi wameumia, wanapambana, lakini mwisho wake anakuta amekwama kabisa, ameishia kwenye lenta. Ni mpaka nguvu ya kiroho imchomoe pale. Kwa hiyo ni vizuri sana kushughulika na mambo haya. Naona wewe anasema tumezuia asijenge. Nguvu yake ni kubwa. Tumeungana matajiri, watu wa kila aina. Wewe unaweza ukajiona huko chini sana, huna maana yote. Lakini wao wanaiona nyota yako ilivyo. Kwamba huyu tukimwacha tu atoboe hapa, tumekwisha. Kwa hiyo wanaungana, wanaanza kudhoofisha kile ambacho anacho. Kwa hiyo una kitu kikubwa sana. Ni vizuri ukategemea Mungu ndio akuvushe. Unapoona changamoto, rudi kwa Mungu. Ni nini kinaendelea hapa? Na Mungu atafunua tu. Leta nyingine. Mbona nacheka? Best. Amejifanya ametoka kabisa nyumbani, anajua kama sisi hatujui kwamba anaenda kuajiriwa. Yani anajifanya sisi tunajua. Tumekaa pale nyumbani vikao, tumekaa na tumeshamwangalia tukiazama, tunajua kwamba anaenda kuajiriwa kabisa. Tunajua. Na alikuwa ameshaanza maombi yake, ameandika kwenye daftari, sijui ameandika kwenye, yani tumefunga kila sehemu. Yani tumemjaza roho ya uchungu. Nini mlimfanya ajisikie uchungu? Sisi mimi mkubwa. Mlipitaje kwake sasa? Tulimtumia rafiki yake. Akasema amwambie mambo ya kumkatisha tamaa. Kwa hiyo akawa nawaza interview kukata tamaa. Haya, ondoa hiyo kitu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ribo satatata. Nakwambia kama Daudi alivyomshinda Goliati, hiyo interview ni ndogo sana. Jiwe moja. Jiwe moja. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Nguvu za Mungu zipite. Anapita. Baba hivi tunajaribu kumpiga kila sehemu. Nikamosa. Hizi hazo za shule lazima zipotee. Sasa ni kama alizopoteza kwa ndugu yake kumlipia kumtibu na hana ugonjwa wote tumemlog. Yani hivyo zinaenda kupotea na hizi mpaka afilisike. Hata kupambana tamani sana.
Kwanza mtaka asimalize. Akamaliza. Nakukumbusha tu ulikotoka. Sienzi zile za shule. Mlikuwa mnazuia. Amesoma. Kamaliza chuo. Kwenye kazi. Wewe ni nani? Wewe kila siku wewe ndo wewe tu. Wewe kila siku peke yako tu. Meketeneze nini? Ungemwacha kule. Kwanza ni nani alimpa namba? Angebakia kule. Kwa nini? Kule. Yaani kule haizi guswa mkuu. Haizi akaonekaniwa, nimekwambia hivi. Kwa nini hawakumgusa? Mamgusi. Rika Mosi. Niko. Kwa nini ndio mkamfisha? Sio bali yani. Nguvu za Mungu. Kwa damu ya mwana kondoo. Aya, vikwazo fisha. Haizi akaonekaniwa, nimekwambia hivi. Kwa nini hawakumgusa? Mamgusi. Rika Mosi. Niko. Hallelujah. Amen. Yeah, huyu alikuwa anajiandaa na interview. Kabla alikuwa na vifungu fulani huko nyuma, tukaomba naye sana, lakini tukawa tumepoteza. Sasa Mungu akamvusha kwenye maeneo mengi sana. Sasa imefika interview. Akajishikia ana hofu sana. Alipata rafiki yake mmoja akamsimulia mambo yanayotokea kwenye interview. Somea mambo ya jeshi. Mambo kuna kuruka ukuta. Ukishindwa basi umefeli. Akamuelezea kikwazo kingi. Dada watu wakasema sasa yote hayo. Hofu ikamuingia. Kwa hiyo akawa amejikatia tamaa hata kabla ya kwenda kwenye interview. Sasa akajisikia yani akamwandikia mpaka babake, mimi siendi hata kwenye hiyo interview. Nikaibike nini? Lakini baada ya kuja kutafuta namba akaipata, akaja kwenye maombi, ndio haya yakafumuka huko ndani. Kwamba tunajua anaenda kwenye neema yake. Huku tumekaa vikao. Sasa unaona huyu yule mwingine kwenye ujenzi tu kuna vikao vinaendelea. Huyu na yeye anajisikia tu hofu, amejikatia tamaa. Lakini kumbe kuna vikao vimekaa. Kamati kabisa kwamba huyu asipate kazi. Tunafanyaje? Kwa hiyo kuna hali unaweza kujifikiria ni hali yako tu ya kawaida. Leo sijui nikoje. Leo sijisikii, leo najisikia mzito. Na kuambia kwenye ulimwengu wa roho kuna kamati inaendelea. Ni vizuri ukashtuka na kushughulikia hali za namna hiyo. Ni mambo ya kukaa nayo kwa tahadhari sana. Wenzetu wako busy. Wanafanya michakato ya kila aina kuhakikisha mtu unaondoka kwenye kusudi la Mungu. Kwa hiyo kuna hali unaweza ukajisikia kumbe zinatoa kwenye kusudi ambalo Mungu amelikusudia kwako. Hiyo ni tahadhari. Ni mtumishi. Sasa hapo inakuwaje? Yani umesoma na Mungu ameruhusu umesoma mpaka umemaliza. Wengine wanapata kazi kirahisi lakini wengine hawapati kazi kirahisi. Hapo tumeona kama huyu anasema ni watu wanakaa vikao. Sasa kwa mfano umeokoka na ukaomba na ukavunja maagano na ukatoa na sadaka. Sasa inakuwaje na bado unaomba kazi na kazi upati? Ina maana inakuwaje hapo mtumishi? Kwa hiyo umesoma, unaomba lakini kazi upati. Hii ni mojawapo ya kikwazo. Kwamba kuna watu wanakaa vikao kwamba huyu asipate kazi pamoja na kusoma kwake. Sasa mtumishi nakuaje hapo tumeona kuna wachawi aina nyingi. Kama huyo kaka tunaomba ni mamake mdogo, lakini kuna watu wengine ambao ni tofauti. Matajiri. Sasa hao matajiri wananijuaje na wakati hapo ni uadui kati? Manake tunaambiwa adui wa nyumbani kwako, adui ni wa nyumbani kwako. Yaani ni mtu wa karibu anaokufahamu.
Sasa iwaje huyo adui wa mbali mimi atoke huko anifahamu ndani wangu kwamba Nancy leo anafanya kazi, Nancy leo anaenda kwenye kufanya kazi, na wakati huyo wa karibu ananitesa, alafu bado na wao wa mbali tena wanachangia kunitesa, inakuwaje? Ndio maana tunasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya pepo wabaya, wakuu wa giza, falme. Kinachotafutwa, kinachowindwa ni kile ulichokibeba. Kwa hiyo wanaotumika kwanza ni kwenye ukoo wako. Pili, wale wanaozunguka hapo karibu. Unaona? Na wakati mwingine na majeshi mengine yanaenda kuagizwa, anaweza katolewa Nigeria au wapi, kushughulikia tu kitu chako. Anakuwepo mmoja mtata hapo karibu yako, anapeleka mashtaka huko kwenye vikao vyao. Wanachaguliwa watu kwa ajili ya kukushughulikia. Wanadili na hicho ulichokibeba. Sasa nilikuwa namwombea siku moja ya mama mmoja. Kumbe alikuwa na kila wakija na wapiga. Ikabidi kifanyike kikao. Wakamwandaa binti. Wakamuivisha kisawasawa. Wakasema nenda ukawa msichana wa kazi kwenye ile nyumba. Akaingia kwenye ile nyumba. Kumbe kuna kikosi kikubwa kipo nyuma yake. Lengo tu wavuruge yule mama. Mambo yakaenda. Mama aliona banda lake la kuku, sijui alikuwa na kuku wangapi, wote wamekufa. Nini? Tangu huyo binti ameingia kwenye hiyo nyumba ikawa ni vituko hapo ndani. Sasa mpaka amekuja kushtuka, siku moja tulikuwa tunaomba naye, kurudi nyumbani yule binti ameshaondoka. So wakati tunaomba ni kwamba naye akasema nimepambana, nimesarenda. Lakini mpaka kwa kufikia hicho kipindi mama huyo amepata hasara nyingi sana. Yaani amefilisika kabisa. Na huyo ndio anasema yani nimepambana, lengo lilikuwa ni kumuua. Tumeishia tu kufilisi vitu vyake, naondoka. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanapambana. Kwa hiyo kitu unachotakiwa kamatana na Mungu sawa sawa. Usibaki kusema sasa kwa nini mimi iwe hivyo. Na ukiona jambo linachelewa, sio kwamba Mungu hasikii. Anasikia. Yaani hata kabla hujaomba anajua una uhitaji gani. Wakati unaendelea kuomba bado anakusikia vizuri. Lakini mwenye shida unakuwa ni wewe. Wewe ndio unachelewesha matokeo. Malengo ya Mungu ni kukujibu upesi. Kwa hiyo unapoombea jambo lolote, zingatia sana. Ujijue tu cha kwanza. Kama kitu hakijibiwi, mwenye shida ni mimi. Unaona? Mwenye shida ni mimi. Maana Mungu huwa anajibu vitu upesi. Muulize Mungu, hivi nina shida gani mimi? Sio kwa kunungunika, ni kwa kweli kutaka kujua shida yako. Maana wengi huwa wanauliza kweli, hivi mimi nina shida gani? Lakini hasubiri jibu Mungu amesema kitu gani. Anabaki tu mimi hivi nina shida gani? Yaani nisijui mimi nimelaaniwa. Hivi mwingine kaniambia mimi naona nina dhambi ya Kaini sijui. Yaani ameshajisemesha hivyo, alafu anaendelea na mambo mengine. Basi kama ni hoja hizo, mueleze Mungu kabisa. Tena sio kutusemesha sisi. Nenda tu chumbani kwako huko, tulia na Mungu. Mwambie Mungu niko mbele zako. Leo na hoja zenye nguvu. Hivi shida ni nini? Usianze kujipa majibu wewe mwenyewe. Nina tatizo gani? Mungu nulie, niko tayari. Nataka kusikia kutoka kwako. Yaani utapata majibu tu. Nataka kusikia kutoka kwako. Nakwambia majibu utapata tu. Na kama uyapatagi, wewe njoo tuombe pamoja. Mimi nakumbuka wengi tulioomba nao tukashikana mikono. Majibu hayachelewi. Mungu anakupa jibu, lakini sasa wengi hawataki majibu ya Mungu. Sasa mtumishi, wewe si kwa yule ambaye tayari ana ufahamu wa kimungu, kwa yule ambaye bado hana ufahamu wote, inakuaje kwake? Ndio hiyo watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Utaangamia tu. Sasa
mtumishi hapo umesema kwa yule anakuja mnashikana mikono majibu yanatokea. Swali langu ni kwamba hao wanaokuja ambao wajibini kwamba hawaji ukaomba nao au inakuaje? Mimi ninachozungumzia ni hatua nyingine. Biblia imesema kuna maeneo matatu. Ombeni nanyi mtapewa. Alafu mtaona. Alafu bisheni. Yaani hizo ni level tofauti za kumtafuta Mungu. Kuna kingine unaomba pale unaona, unaonyeshwa. Unaona? Lakini kuna kingine lazima umtafute mtu mwingine wa kukusaidia. Unaona? Na ni vizuri ukaelekezwa hata huyo mtu wa kumtafuta ni nani. Ombeni mtaona. Tafuteni. Alafu bisheni. Kubisha ni hatua nyingine. Nko. Yaani uwe mbishi, uwe king'ang'anizi. Unaona? Mpaka upate. Kwa hiyo Mungu yuko tayari, ila anahitaji uwe na kiu, uwe na bidii. Nasema mtanitafuta na mtaniona, lakini mtakaponitafuta kwa moyo wote. Kwa hiyo kuna bidii inahitajika. Badala ya kujikatia tamaa afu najipa majibu mwenyewe. Mbe Mungu, jibu ninalosubiri ni kwako. Na kuna wakati mwingine anambia tulia, usiogope, niko pamoja nawe. Nalo ni jibu. Sasa akikwambia niko pamoja, anasema uko pamoja nami kivipi wakati sina kazi? Wewe nimekwambia niko pamoja na wewe. Kama una njaa sema tukupe chakula. Samahani mtumishi, hapo kuwa Mungu anapokuambia kwamba yuko pamoja nawe, huwa mara nyingi watu kuweka subira ya kusubiri hiyo mpaka apate hilo jibu ndio inakuwa kwake ni ngumu. Lakini akipata neno kwa mtu akimtamkia ufanikiwa, alafu mara akaenda mbele pale akakuta ghafla amekutana labda na mtu akamwambia chukua mtumishi wa Mungu ufaniki, ataona huyu mtu mbona huyu nilikuwa na shida hivi kaniambia nifanikiwe, mara nimeenda nimepata jibu nifanikiwe. Unakuta sasa yule mtu akili yake na mawazo yake anaelekeza kwa yule mtu, wala sio tena kwa yule Mungu aliyomwambia kwamba niko pamoja nawe. Ndio hiyo nawafundisha. Ukiona mpaka mwingine amesema ujue wewe ni kichwa ngumu, hana kusemesha wewe. Ndio maana sehemu nyingine Mungu anasema shangaa nyinyi mnaopeana utukufu ninyi kwa ninyi. Kwa sababu gani? Badala ya kumrudishia Mungu utukufu utasema kwa fulani ndio ambaye ana majibu yangu. Lakini kumbe ni Mungu ana majibu yangu. Kwa hiyo ni vizuri sana tukamsikiliza sana Mungu na tukasikia kutoka kwake. Unaona? Na kama kuna maelekezo mengine atakupa Mungu mwenyewe. Sawa. Haya. Leta ingine. Jana watoto. Alilea watoto. Rama. Nilifanya mpaka uzinzi ya mume wake, lakini hajui. Hapo nyumbani. Nilifanya tu kwa kutumia vitendo vya imani. Chukua nini? Sasa kwa nini ameona? Kwa nini anaomba rehema sasa? Ameona vitu vyangu nilivyoficha. Nilichukua sura yake yote nikaificha kwenye kaburi, nilichimbia chini ya sijanyike. Sasa niliharibu kibali chake chote. Ameniona. Sasa watoto wangu sotaharibikiwa. Wale watoto je kwanza wameshanishinda na yeye kana waombea tu. Wewe unakaa wapi?
Nataka iliweje? Kama sakata. Iliweje? Huyu mimi namiliki. Unamiliki? Nyota yake ndio nyota ya watoto wangu. Alimlea Melania akifikiri kwamba yeye nampenda. Niliona toka akiwa naishi na nilelea watoto. Na uwezo. Nikaamua kuchukua huo uwezo. Sasa kwa mume wako unajua sina haribu tu, maana kiomba ukipatana hamna kitu. Wala huyo sio mume wake. Kwani ilikuwa mume wake huyu? Walikuwa wanaishi tu. Sasa wewe ulichukuaje vya yule mwanaume? Nimechukua, sasa ilikuja nyumbani. Kwenye maongezi tu ya kamata nafsi. Na yeye nimechukua nyota yake, nimetumia mkono wake wa kushoto. Angalia, ana alama kwenye mkono. Nilimng'ata, ana alama. Sehemu gani? Ana alama kwenye mkono, ana alama ya kung'ata. Nilimng'ata toka akiwa mdogo. Nilimng'ata. Ndugu wote naye. Sisi hapo. Ulipomng'ata sasa nini kikatokea? Nilikuwa na hasira nikimwangalia vitu kwa anavyofanya, lakini alikuwa na kibali. Alikuwa mzuri, alikuwa mnene, anacheza na nilea watoto. Alikuwa anaharibu watoto wangu anawalaza tu na walaza. Siku hiyo nilipotata tu nafasi nampiga, akisiku nilipata na kadamu kidogo. Ulipomng'ata nini kilitokea kwa? Nilimchukua mazima. Alifanikiwa tena. Mokosi. Nikahamishia kwa watoto wangu. Ni sama. Lakini sasa nini kinaendelea? Kwani unamwombea? Kwani wewe unataka nini? Mtu mwenyewe ameshakuwa mzee. Anataka nini tena na ameshazeeka, amechoka. Kama satani. Anawaza tu, anawaza nini? Kama ni maendeleo hana. Chukua watoto wangu nimewapa. Kwa hiyo unataka umrudishie ili iweje? Ndio wakati wake. Mungu amesema nitarudisha vilivyoliwa na pana. Nataka nikamata na wale watoto wake. Nitarudisha. Ningewakamata kale kanafanana na mama. Kwa hivyo nikakamata ile nyota ile. Sasa ni saa ya kurudisha. Rudisha. Narudisha. Nakwambia vinarudi. Sasa amewezaje kuniona? Amewezaje kuniona? Kwa hiyo sasa ulijifichaje ili usionekane? Alikuwa hawezi kunijua hata siku. Kwa nini? Kila saa akiniona anakuwa na hasira na mimi. Kwa hiyo hawezi gundua hata siku moja. Hana hasira alafu anifurahia hata kidogo. Hiyo ndio ilikuwa inakusababisha? Najificha, nioni hata nikifanya kitu kibaya haoni. Sasa ikawa anaomba rehema, anaombea watoto, anaomba kwenye familia, anaomba nini? Anataka afanyeje ili iweje? Wakati kaka yake nikamalizia huko. Sasa yeye anaomba rehema ili iweje? Na mimi ninatambika. Wakati mimi ninatambika, anatafuta nini kwangu? Nani sana natambika kwa rehema? Anataka nini juu ya watoto wangu? Yes. Huyu alilea watoto wa wifi yake enzi hizo. Sasa kumbe kanyota kake kalikuwa kanaonekana. Wataalamu
akaona nichukue nipeleke ziwe kwa watoto wangu. Sasa kwa sababu ya mazingira aliyopita kwenye ile familia, alikuwa na uchungu fulani, walininyanyasa sana. Kwa kila akiwakumbuka anasikia hasira ndani yake. Sikuna mtu tu ukikumbuka kuna maisha fulani uliyaishi, yani yule hata sitaki kusikia habari zake. Sasa nikawa nimemfundisha juu ya rehema. Nasema anza kuwaombea rehema wale ambao unasikia kuwachukia. Ilikuwa ngumu kwake. Akaanza kuomba rehema. Akafunuliwa mambo ambayo hakutarajia kuyaona. Kama unasikia ametuonaje, sisi tulijificha sana. Kwa vitendo vya ukatili walivyomfanyia, ile chuki ulionayo inashindwa kufunua. Kwa hiyo akaanza kuomba rehema wale watoto waliowalea, wazazi wake na nini. Mungu akaanza kufunua nini kimemfunga. Kwa hiyo wakati mwingine hasira ulionayo au uchungu ulionayo juu ya mtu unampa uhalali shetani kuendelea kukukamata. Kwa hata kama ulifanyiwa kitu kibaya kiasi gani, kuna mtu alikubaka, sijui kuna kitu gani kilifanyika, kuna mtu alikurusha hela zako nyingi, kila ukimkumbuka unasema yani haya maisha sio ya kwangu, ni fulani. Inakuzuia kufunguliwa kwako mwenyewe. Lakini unapoanza kuomba rehema kwa ajili ya watu ambao wamekufanyia vibaya, Mungu anakata vile vifungo. Unampa fursa ile damu ya Yesu ipenye huko. Maana anasema heri wenye rehema watapata rehema. Lakini kama una chuki tayari moyoni mwako, umemhukumu yule mtu, umemuua. Maana Yesu anasema, Agano la Kale alisema usiue. Nyinyi amchukiae ndugu yake, huyo ni muuaji. Kwa hiyo inampa uhalali shetani kwamba usifunguliwe kifungo chako, kwa sababu bado una chuki na mtu. Kwa hiyo mpende tu ili wewe uweze kufunguliwa. Hii ni mojawapo ya vitu ambavyo mpaka wewe anashangaa na sasa hivi amenionaje? Ilikuwa asinione kabisa. Kwa sababu ya vitu alivyomfanyia, mpaka aliwahi kumng'ata. Hiyo unapiga usigeli mpaka unamng'ata. Hiyo utaisahau hiyo. Usilione ile kovu. Alining'ata. Kumbe ako kadamu ka siku hiyo ndio kalimconnect pia. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Wakati tunaomba rehema, wakati tunaomba kufunguliwa kwetu, wewe ndio unazuia Mungu asikujibu haraka. Kwa hiyo tunapoomba rehema, ndio maana Yesu alizungumza maombi ya yule Farisayo na yule mtoza ushuru. Mtoza ushuru alijipointi yeye, mimi. Yani anajikagua yeye. Kwa hiyo mara nyingi maombi penda usafishwe. Kama kuna kitu chochote ambacho shetani anakitumia kama hati ya mashtaka ili usipewe haki yako, kinaanza kuachia chenyewe. Naamini maombi ya wengi yatabadilika na namna wanavyoomba. Ingawa mafundisho ambayo yameendelea sasa mengi, tunataka haki zetu kwa kuandamana. Kwa nini? Wakati ziko process tu nzuri za kukufikisha kwenye haki yako. Basi naamini kwa leo umejifunza mambo mengi katika kipindi hiki cha Kaa Uweponi. Ubarikiwe na Bwana. Na kama una swali lolote unaweza ukaniandikia kwenye namba 0743 605879. Ni mimi mishonari wako Asajile Masika. Ubarikiwe na Bwana. Amen.